سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك يوم عرفة ya Rab, hii siku tukufu, siku ya Arafa, tujalie ni wenye kukubaliwa, ni wenye kurudi kama tulivyozaliwa na wazee wetu. Idha sisi tunataka rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala, tunataka maghfira yake Allah subhanahu wa ta'ala. Idha tuende يوم Arafa na sisi tuko wepesi, namtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake Al-Ghafur, jina lake Al-Ghaffar, mwenye kukufiria dhunub. Tutubu kabla kufika يوم Arafa, tutubu tawbatan nasuha, tawbatan nasuha, toba ya kuwa hutakurudia katika ile dhambi, toba ya kuwa umejuta katika ile dhambi ulifanya, toba ya kurudisha haki za watu. Na inna ukitubia kama hukurudisha haki za watu, basi toba yako haikamiliki. Hata ukasema يوم Arafa, bado wewe ikiwa unayo haki za watu, wewe haki za watu zabaki pale pale. Naam, naghfiriwa dhambi zote, lakini illa haki zako wewe na baina al-ibad na watu inabaki. Idhan kadhalika pia tuwe ni wenye kuwa na huruma na hizo nyoyo zetu. Tumshatubia tawbatan nasuha, na tunao yaqini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunajua kwa jina lake Al-Ghaffar, Al-Ghafur, mwenye kukufiria, Ar-Rahim, mwenye kuturahamu, anaturahamu sisi, hataki kututesa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yaqeen inanipa mimi kuwa mwepesi, kuwa nguvu, kwa sababu inna madhambi yanofanya huu moyo unakuwa mzito. Na sisi tukatufika يوم Arafa, nyoyo zetu nyepesi, nyoyo zetu safi, nyoyo zetu zimeelekea, zinasimama msimamo wa Arafa, zinayo nini? Zinayo utulivu, zinayo sakina. Ikiwa tunayo maradhi, lina madhambi ni mazito katika huu moyo, inatuzidisha nini? Inatuzidisha uzito, hatupati utulivu katika nyoyo zetu. Kadhalika maradhi pia tujisafishe na maradhi ya nini? Maradhi ya riya, maradhi ya kujionesha, maradhi ya kutaka kusifiwa, maradhi ya kutaka utukuzwe. Yote hizi haya ni maradhi ya moyo ambayo unatukinga, inatuacha tusifanye amali zetu. Laina wewe unangojea tu usifiwe, unangojea tu fulani akuone kama unafanya, unangojea, au madhambi yanakukera katika roho yako, au mimi unawashaka ndani ya moyo wako sitoghfiriwa na Allah, mimi na madhambi makubwa. Kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye kanini? Kasamih madhambi yote. Yoyote yale madhambi makubwa unayofikiria, basi Mwenyezi Mungu anakuambia ukitubu tawbatan nasuha, yeye anakufiria madhambi yote yote. Idhan tuwe na yaqeen, na pia tusijiwekee laumu kupita kiasi katika nyoyo zetu. Naam, unajuta majuto, lakini bila ya nini kusema hii kwa sababu ya dhambi hii nisitokubaliwa, mimi kwa dhambi hii ndo nateswa, mimi napata mashakili kwa sababu nina madhambi haya. Tuwe na yaqeen, madhambi tukipata au tukipata masaib, na ikiwa nimetubia mimi tawbatan nasuha, si kwa sababu ya ile dhambi uliyokuwa unaifanya. Sasa nyingine Mwenyezi Mungu pia anakutaka utizame amali zako nyingine, au utizame makosa yako mengine pia nini, urudi. Lakini ndio tubia wewe, ushatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kama vile tunataka sisi Allah subhanahu wa ta'ala يوم Arafa aturahamu na atughfirie dhambi zetu zote, pia na sisi tuwe ni wenye kusamehe watu. Tusifike يوم Arafa na sisi hatujasamehe watu. Mahma atakalo kukufanyia basi samehe. Ikiwa Mwenyezi Mungu anasema anasamehe madhambi yote yote, hajasema dogo na dhambi, ukitubia tawbatan nasuha Mwenyezi Mungu anasamehe. Na sisi pia tusamehe watu, twende roho zetu nini hafifu. Unapokuwa umechukua fulani amenikera, mimi sikumsamehe mpaka يوم القيامة, wewe umesema katika يوم Arafa unafikiria fulani, au nini mimi nitamwombea siku يوم Arafa na yeye Mwenyezi Mungu pia amrudishie au amfanye chochote. Tuwe ni wenye kughfir, tuwe ni wenye kukadhama al-ghayr, tuwe ni wenye kuafa an-nas, yani kusamehe bila kuwakumbusha. Tuwe ni katika al-muhsinin, tuwe katika watu bora, tuwe ni wenye katika islah.
kwa kufanya toba yetu na kuzidi kufanya mambo mazuri. Laina haitoshi tu kutubia, lakini tunataka pia tufanye mambo mazuri, mambo mema. Fursa يوم عرفة, toa sadaka يوم عرفة, saidia watu يوم عرفة, yani fanya ibada nyingi zaidi. Najua hivyo ambayo ibada kubwa na dua kubwa aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia kama dua bora, dua Arafa niliomba mimi na mitume mingine kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idhan wewe hapo unamuadhim Allah subhanahu wa ta'ala, unajua yeye ndo peke yake mwenye kuabudiwa, yeye peke yake ni mwenye kuomba, yeye peke yake ni mwenye kuweza, anaweza. Idha maombi yetu yote kadhalika tuyaweke na tuwe na yaqeen na kwa Allah subhanahu wa ta'ala atatukubalia na atatujalia haji yetu itakuwa haji mabrur wa dhanbi maghfur wa jalan tabur. Tutamaliza na sisi يوم Arafa tumefutiwa dhambi zetu kama tulivyozaliwa na wazee wetu, na ametupusha Allah subhanahu wa ta'ala na moto wa jahannam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أركان ديني حجة البيت العتيق.